Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye ndiye ametuweka pamoja na kutufanya kuwa familia moja yenye nguvu ya upendo, ili kufanyika sababu ya kukutana na watu wenye uhitaji na kukabidhi mahitaji kwao, kama sehemu ya kumshukuru Mungu hata kwa uzima aliotupa. Mimi ni Daniel Thomas Mwanakatwe, maarufu kwa jina la MC Dan FM. Ni CEO wa familia ya Nguvu ya Upendo Songwe, lakini pia tumeungana pamoja na familia ya Power of Love Mbeya ili kukabidhi mahitaji kwa watu wenye uhitaji mkoa wa Songwe, Tunduma mjini. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye ndiye ametuweka pamoja na kutuwezesha kuyafanya yote ambayo mmeyaona na ambayo tutaendelea kuyafanya. Tunasema we live for others, tunaishi kwa ajili ya wengine. Jambo moja ambalo niliseme kwako wewe ambaye unaitizama video hii, kutoa si kwamba uwe umefanikiwa sana au lazima uwe nacho sana, bali kile ambacho Mungu amekubariki katika udogo ule ule, usiache kuwakumbuka watu wenye uhitaji. Hili ndilo ambalo tunalitekeleza sisi. Sio kwamba familia yetu, umoja wetu tumefanikiwa sana, kwamba tuna mali nyingi sana, hapana. Kwamba tuna pesa nyingi sana, hapana. Bali katika kile kidogo tulicho nacho, tunakumbuka kwamba kuna watu ambao tunatakiwa tufanye kwa ajili yao, tufanye chochote kwao, ikiwa kama sehemu ya kulitimiza ile kusudi la Mungu ya kwamba dini iliyo safi ni kuwakumbuka watu wasiojiweza, kuwakumbuka mayatima, kuwakumbuka wajane. Kwa hiyo haina maana kwamba wale watu wamefanikiwa sana ndio maana wanatoa sana, hapana. Ni katika kile kidogo Mungu ametubariki, tunafanyika sababu ya faraja kwa wengine. Naitwa Daniel FM Mwanakatwe, Mungu awabariki sana. Sisi tunasambaza upendo kwa kukushirikisha baraka ya kwamba uhai tu ulio nao wanatakiwa kumshukuru Mungu kwa kuwakumbuka watu wenye uhitaji. Mtu akitambua kwamba kumbe hata uhai huu ni zawadi, akiangalia mfukonya na 500, anasema Mungu, kwa uhai ulionipa 500 hii, ngoja nimpe mtu asiyejiweza, ambaye yawezekana ni mlemavu, yawezekana haoni kama mimi, yawezekana mikono hana, yawezekana. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tunakisambaza kwa wengi, kwamba hivyo ulivyo una kila sababu ya kukumbuka kwamba kuna watu hawana kama ulivyo wewe. Asante. Kila mtu ana kusudi lake juu ya lile alilopanga kufanya, lakini pia Mungu huwa na kusudi lake kwa mtu. Kwa hiyo siwezi ongea lolote kwamba labda wale wameamua kufanya hiyo kama sehemu ya kuendesha maisha yao, mimi ndo ambaye nimeamua kufanya kama kusudi la Mungu. Hapana. Yawezekana leo imetokea kwake, kesho ikatokea kwa mwingine, na kesho kwa mwingine, jambo ambalo siwezi kuwahukumu. Lakini niseme kwamba kama umeamua kutumika kwa ajili ya kuwakumbuka watu wenye uhitaji, kamilisha lile kusudi la Mungu. Isifike sehemu watu wakachanga halafu wanaona kimya. Mfano, sisi katika familia yetu tunapowaambia ndugu zetu kwamba tutapeleka mahitaji na kosta zetu, hatutakodi kosta kubebea mahitaji, wanatoa ile michango. Wakiisha kutoa, tukanunua kosta, wanaona tena ulichokisema toka mwanzo ndicho ambacho kinatekelezeka. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wengine ambao yawezekana ulikuwa una nia nyingine tofauti, rudi katika misingi, rudi katika